Leo nataka tuzungumze kidogo na wanawake wenzangu, wanawake ambao kwanza wasichana wadogo, lakini pia wanawake ambao wana age kwa above 30 na wapo kwenye ndoa, na wengine ambao hawako kwenye ndoa, wako kwenye mahusiano. Kwanza kabisa, mabinti ambao sasa hivi mna miaka 18 mpaka 25, wa karne hizi, mna nafasi kubwa sana ya kujifunza kupitia sisi ambao ni wakubwa zenu. Yani kwa sababu dunia sasa hivi, ulimwengu sasa hivi, elimu imekuwa iko nyingi na iko wazi. Ni wewe tutachagua utachukua elimu ipi ambayo itakayokufaa, hususan kwenye swala zima la mahusiano. Kimsingi wanawake wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa na matarajio makubwa sana kwenye ndoa. Yani anahisi akiolewa ndo maisha yake yamemaliza, kwa maana ya mwanaume ambaye yuko naye ndio mwanaume ambaye atakaye kuwa kila kitu kwenye maisha yake. Na wengi tumefikia sehemu tunasahau na tunapoteza kabisa ndoto zetu kwa sababu kwa sababu ya kuingia ndani ya ndoa. Lakini kimsingi na kiukweli, wanaume wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wametaka kuingia kwenye ndoa. Wameingia kwenye ndoa, wengine wameingia kwenye ndoa kwa sababu ya pressure ya umri, wengine wameingia kwenye ndoa kwa sababu ya pressure ya mazingira ya jamii kwamba unatakiwa kuoa. Lakini wangepewa nafasi ya kuchagua, wasingechagua ndoa kabisa, wangeendelea tu kuishi maisha yao. Sasa mabinti ambao mpo na miaka 14 mpaka 25, hapa ndo mko kwenye chances za kuzalishwa na kuzaa, na maana ndo watu ambao mnafukuziwa zaidi kwa sasa, yani ndo umri ambao watu mnafukuziwa, mnajiona ndo nyinyi. Mimi nikwambie wewe mwanamke mwenzangu, wewe binti, muda ambao unachagua kuzaa mtoto, uwe kwenye ndoa ama usio kwenye ndoa, ujue kabisa huyo mtoto ni wa kwako. Yani ujue kabisa huyo mtoto ni wa kwako, uwe umeolewa ama haujaolewa. Sasa utachagua mwenyewe. Je, hawa watoto unaowazaa naweza kuhudumia leo na kesho? Umeona? Kwa sababu kwa experience ya muda mrefu, wanaume wengi ambao wako kwenye ndoa na wengi wamekuwa ni watu, ikitokea mmeachana, hawaangalii kabisa hao watoto. Yani ni wachache ambao wanajitambua na kuendelea kuwatunza watoto kama walivyokuwa wanatunza mwanzo. Lakini asilimia kubwa, wanaume wengi wakitega mgongo, wakapata mahusiano mapya, anaendelea na maisha yake kabisa, yani kama vile hakuwahi kuga na familia nyuma, na anasahau kila kitu. Unakuta wanawake wengi wamepitia depression, wanawake wengi wanapitia mawazo na msongo wa mawazo wa kulea watoto. Sasa umejikuta kwenye ndoa ulizaa watoto 5, mwanaume anakuacha hali ya kuwa huna chochote. Leo nimepita kwenye mtandao wa kijamii asubuhi nimekutana na mwanamke analia, anasema mwanaume amemuacha yeye na watoto, yani kamuacha wakiwa wameanza naye maisha chini kabisa, chini, yani chini. Wamepanga chumba mpaka leo wamefikia tu kununua magari na maisha mengine yanaendelea. Huyo mwanaume kamuacha akaenda kwa mwanamke mwingine, na alikuwa amezania watoto 3, kabeba watoto 2 na mmoja kamwachia tena kwa amri ya mahakama. Umeona? Sasa ukitaka kujua kwamba mwanaume hana shida na hicho kizazi ambacho nakizaa wewe, unaweza ukazaa na mtu na mwisho siku mkapelekana kwenye vyombo vya sheria, akaulizwa labda lise afanye kazi serikalini, akaulizwa kipato chako kwa mwezi, na akasema mimi kumhudumia mtoto kwa mwezi naweza nikatoa shilingi 5,000. 5,000 hii ya Kitanzania. Akasema mimi ndio uwezo wangu, nitatoa shilingi 5,000 ya Kitanzania kwa sababu sina hela. Ndio uwezo wake, ndio kipato changu ninachokipata. Na wenyewe utampigia gharama kipato unachokipata. Akisema mimi kipato changu kwa wiki labda kwa mwezi napata shilingi 50,000. Anaweza kusema 50,000. Akapigwa gharama za kulipa kodi zake na nini, akamwambia mimi nitampa shilingi 5,000 kwa mwezi. Hata akisema anakupa shilingi 10,000, wewe inakusaidia nini? Hata akisema anakupa shilingi 50,000, inakusaidia nini? Na umezaa nayo watoto 5. Umezaa watoto 3. Una watoto sijui ngapi na huyo binadamu. Ndio unaona kabisa, yani mtu anafanya hayo makusudi yote kukomoa kizazi chake yeye mwenyewe. Yani kizazi chake mwenyewe anakikomoa. Alafu wewe unaingia kwa kina ndoa, unakimbilia, unasema mimi naenda kumzalia mwanaume, unazaa, alafu mtu hayuko interest na hao watoto. Ninakwambia siku akija kaondoka kwenye maisha yako, hao watoto ni wako wako. Sasa mnalo la kujifunza mabinti wa miaka 18 mpaka miaka 25, mnalo la kujifunza kwa sasa hivi. Kama uko kwenye ndoa au uko na mahusiano, ujue kabisa ukizaa mtoto, huyo mtoto ujue kabisa unamtaka.
yani jua kwamba huyu mtoto mimi namzaa kwa sababu naweza kumhudumia, naweza kupambana naye kwa namna yoyote ile, na kawa nikakaa pata mazingira na maisha bora, kwa sababu mimi ndio nitakuwa mzazi wake. Kwa sababu wanaume kubadilika ni kitu cha kawaida kabisa, na sio jana na sio juzi, ni tangu karne na karne. Yani sisi tumeona kwa wazee wetu waliona kwa wazee wao kwamba kwamba wanaume wanaweza katekeza familia na kwake isiwe shida kabisa, na akaendelea maisha yake mengine, na akaanzisha familia nyingine, na hiyo familia akaiacha akaenda akaanzisha nyingine. Hivyo wanaume ni selfish, ni watu ambao wanajua ndoto zao, wanajua wanachokitaka. Sasa na wewe mwanamke, kuwa na akili, jua unachokitaka kwenye maisha yako. Jua unachokitaka. Kama issue ya kuzaa watoto, ambao unajua mimi naweza nikawahudumia leo kesho, naweza nikapambana nao na nikawahudumia hao watoto, kwa sababu swala la watu kuachwa sasa hivi na watoto limekuwa kawaida. Wimbi la watu walokuwa ni single mama wanazidi kuwa wengi. Kwa sababu gani? Hawa watoto hawana baba zao, wana baba zao. Mahusiano siku hizi yamekuwa sio stable. Kwa hiyo kama mahusiano yamekuwa sio stable, wanayebaki na kumpatia mtoto wake ni mama. Sasa angalia watoto unaweza kuwahudumia ama la. Kama huwezi, za kwa step dia. Za kwa step. Utakuja kulia baadaye, una watoto, unaenda mbio, unafanya nini, unapata depression, unachanganyikiwa, kufa ufi cha moto unakiona. Na maisha hayakusubiri, na dunia waga ilivyo. Kama kuna sehemu ulipaacha, itakurudisha uanze pale kwanza, pako kaparekebishe ndo ufike hiyo sehemu ambayo wewe unakwenda. Kwa hiyo kama unaamua kuzaa watoto, za kwa sababu zako binafsi, za kwa sababu unaweza kuwahudumia watoto, za kwa sababu unaweza kuangalia hao watoto. Ukishamuona mwanaume umekuwa naye kwenye mahusiano, kwenye ndo anakuambia mimi mpango wangu watoto sio, kuwa makini na hizo kauli. Anachokiongea ndo anachokimaanisha. Kama kwamba mimi watoto sio sana, sio mpango wangu, acha kuzaa watoto, acha kukimbilia kubeba mimba ya huyo mtu. Kuwa makini, atakuja kutelekeza watoto uanze kulia. Manake siku hizi utasikia tu rais nisaidie, sijui nani nisaidie, waziri Gwajima, waziri nani, wanaitwa tena wana matatizo mangapi ya kusolve kwa issue kubwa za kusolve kwenye kwa Tanzania hii za kijamii, mpaka waje kukusaidia wewe na watoto wako umetelekezewa. Pambana ndugu yangu, utauza karanga, utauza utafanya kila aina biashara ili watoto wakue. Sasa kama unataka kuwalisha kwa watoto wako waishi katika mazingira ambayo yanaeleweka, za watoto ambao unaweza, unasema leo kesho mimi hawa naweza kuwahudumia. Si katazi watu kuzaa, si katazi watu kuwabebea baba zao mimba, si katazi chochote, ila na kumpata adhari za, kwa sababu haya tumeyaona huko nyuma na tangu. Kuna watoto leo wamezaliwa na single mothers, wanasema kwamba mimi nitazaa watoto wangu nitapambana nao wenyewe, lakini pia kwa kisaikolojia asilimia kubwa watoto ambao wanalelewa na mzazi mmoja au waliotelekezwa ni rahisi pia wao kuzaa watoto wao wakawatelekeza. Hiyo ni saikolojia. Yeye kuzaa pia anaona kawaida, kama mimi nilizaliwa nikaachwa nikakua, why mimi nisizae? Na ndio hichi kizazi tulichokuwa nacho. Mabibi zetu walizaa watoto wakaachiwa na mababu zetu. Mababu zetu wakaenda kutafuta familia zingine huko, wakaja kuwazaa mababa na ndugu zetu wengine huko. Leo hao ndio wameongoza kututelekeza familia zao, wameacha familia zao. Unaona, wamnazalisha wanaacha. Kwa sababu gani? Wanaona wao walikuzwa na kulelewa na mama, na wewe utapambana na watoto wako, sio shida zao. Kwa hiyo tuwe makini na hao watoto ambao tunawazaa sasa hivi, wa kujilelea wenyewe kama wanawake. Tusije tukazidi kuharibu jamii na tukakosa jamii ambayo itakayokuwa ni jamii bora.